Pendo na kusalimia kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. My name is Evangelist Joseph. Mwiti mwitara nimeokoka. Yesu Kristo angali Bwana mwokozi maisha yangu. Naamini pia amekulinda mwezi wote wa Januari. Na tunamshukuru kwa sababu ya kutupatia mwezi mwingine ambao ni mwezi ya pili 2026. Naamini kwamba itakuwa ni mwezi ya baraka kwako. Itakuwa mwezi wa baraka kwa maisha yangu na maisha yako katika jina la Yesu. Haijalishi yale ambao umekutana nao katika mwezi ambao umepita, lakini mwezi wa pili Bwana atapata kukubariki na atakulipa mara mbili kwa yale ambayo umeyapoteza katika mwezi wa Januari katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Mungu akuinue, Mungu akupiganie, Mungu akuongoze, Mungu akuelekeze, Mungu akusauri katika jina la Kristo. Leo tunasoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari ya 9 ambayo inasema kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Utupe kila siku riziki yetu, tusamee makosa yetu kama tunavyowasamea waliotukosea. Usitutie kama majaribu, bali tuokoe na yule muovu, kwa kuwa Mungu ufalme ni wako na utukufu na nguvu milele na milele. Amina. Kwa hivyo siku leo tunataka tuangalie hali ya mapenzi ya Mungu ambao ujumbe nimeuita ya kwamba mapenzi ya Mungu yanaweza kukufanya ukuwe mwenye huruma ama kuwa mkatili. Ni ujumbe ambao ni kama ni swali ya kwamba kama mapenzi ya Mungu yanaweza kukufanya ukuwe mtu mwenye huruma ama mtu mkatili. Mambo hayo yote mawili kama neno la Mungu ama makusudi na mapenzi ya Mungu yanaweza kukufanya ukuwe mmoja wa hizo, na kutakia kwa jina la Yesu mapenzi ya Mungu ya kufanya kuwa mwenye huruma katika jina la Yesu. Maana tukiangalia wale ambao mapenzi ya Mungu maybe yaliwafanya wakakuwa wakatili, walipata kuumia sana, lakini wale ambao mapenzi ya Mungu yaliwasababisha wakao wenye huruma, maisha yao yalikuwa hayana maumivu makali kama wale wa kwanza. Kwa hivyo siku ya leo tunaangalia kitabu ambacho ni cha Mathayo sura ya 6 mstari ya 9 ambao Yesu alisema, aliambia wanafunzi wake vile wataomba, akawaelekeza vile ambavyo wataomba, na akamwambia kwamba nyinyi ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Kwa hivyo katika siku ya leo tunataka tuangalia kwamba wale watu at least watatu ambao mapenzi ya Mungu yaliwafanya wakawa na huruma, na watatu ambao mapenzi ya Mungu yaliwasababisha wakapata kuwa ni watu wakatili maybe. So ukiangalia kitabu cha Mwanzo utaona kwamba mtu anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu, mapenzi ya Mungu yalimsababisha akakuwa mtu mwenye huruma, na akatoka nchi yake ya bafuraha na faranja akaenda maeneo ya kuteseka, ndiye akapata kuwa mwokozi wa watu wengi sana, kama vile imeandikwa kitabu ya Mwanzo sura ya 12. Biblia inasema kwamba Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende katika ile nchi ambayo atakayopewa na Mungu ikuwe yake. Biblia inasema Mungu akamwambia kwamba ukitii utoke nyumba ya baba yako na nyumba ya ukoo yako na nchi yako, nitakufanya ukuwe baraka. Na unaona kwamba alikubali, na ile mapenzi ya Mungu yakamsababisha akakuwa mtu ambaye ni mtu mwenye huruma, na akawa ni mtu ambaye anasababisha kwamba siku ya leo wale wa Kristo wanasema kwamba tunasema kwamba Ibrahimu ni baba yetu wa imani. Wale Wayahudi wanasema vile vile, wale watu ambao ni Waislamu wanasema vile vile. Yaani anakuwa ni mtu ambaye anatakikana, na ana mtu ambaye watu wengi wangependa kuitanishwa na yeye. Mtu mwingine ambaye mapenzi ya Mungu yalimsababisha akakuwa ni mtu mwenye huruma ni mtu ambaye anaitwa ni Yusufu. Mtu ambaye anaitwa ni Yusufu alikuwa ni mtu ambaye tunaweza sema ni kitukuu ya Ibrahimu, maana baba yake Yusufu, Ibrahimu alikuwa ni babu yake. Kwa hivyo Yusufu ni kitukuu ambacho ni cha mtu ambaye anaitwa Ibrahimu, na Mungu alisikizana ama alimwahidi Ibrahimu ya kwamba atapata kupeleka uzao wake katika taifa la Misri kule, na watakuwa kule kwa miaka 400. Na unaona kwamba ako amemwambia ni nani atakayefungua milango ya wale watu wakwe kule. Kumbe ilikuwa ni mtu anaitwa Yusufu. Yusufu akajikuta
ako katika hali ya kuteseka, ndio akapate kuwa mwokozi wa ndugu zake. Maana unaangalia unakuta kwamba wakati walipatikana na njaa walikimbilia Misri na wakapata chakula. Kwa hivyo huruma ya mapenzi ya Mungu yalichangia kwamba Yusufu akawa ni mwenye huruma. Paka kuna mahali ingine ndugu zake wanamwendea na mwambia, usitulipisie kisasi maana tulikukosea. Akasema, mimi si Mungu, mimi sitawalipisia kisasi, nitawasaidia na nitahakikisha kwamba maisha yenu yako salama salimi. Kwa hivyo hao watu wawili Yusufu na Ibrahimu walikuwa ni watu ambao mapenzi ya Mungu yaliwasababisha kwamba wakawa na huruma. Watatu, tuangalie ni nani ambaye mapenzi ya Mungu yalisababisha kuwa na huruma. Anaitwa mwokozi wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo alitoka all the way from heaven, akaja hapa duniani. Alipoangalia akaona ya kwamba wanadamu wako katika hatari ya kuangamizwa. Mapenzi ya Mungu yakamwagiza aje atuokoe, kulingana na kile kitabu ya Yohana sura ya 10 mstari ya 15 16. Yesu Kristo akakusha, akawa na huruma, akaturumia na akapata kutuokoa. Kwa hivyo hao watu watatu, mapenzi ya Mungu ni kama yaliwalazimisha wakakuwa na huruma na kuombea kwa jina la Kristo. Mwezi wa pili na mwaka huu unapoendelea wa 2026, mapenzi ya Mungu yachangie ukuwe na huruma, ukapata kuwa mtu ambaye wakusaidia wale ambao wanaweza kuta wako katika hali ya kuhitaji, hali ya kuhurumiwa, katika jina la Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Unakuta kwamba ukikuwa na huruma utapata na wewe kupata kuhurumiwa katika jina la Yesu Kristo, Bwana. Mtu mwingine ambaye tunataka tuangalie ni mtu ambaye maybe mapenzi ya Mungu yalimsababisha ama yaliwasababisha wakaingiwa na roho ya ukatili. Na tunaangalia kwamba tumeona Yusufu, mapenzi ya Mungu yalisababisha akawa mtu wa huruma ya kuwa msaada kwa ndugu zake. Sasa tunageuka tunaona kwamba huyu Yusufu ndugu zake naye mapenzi ya Mungu yaliwasababisha wakawa na roho ya ukatili. Ukatili ni hali ya kutokuwa na huruma. Maana unakuta kwamba walikuja kinyume na Yusufu, wakamtesa na wakamuuza. Lakini unakuta kwamba kitendo chao cha ukatili ni kama lazima kingelifanyika, kwa sababu tumeona kwamba Mungu alikuwa ameongea na Ibrahimu ya kwamba kisasi chake, watoto wake watajikuta kwa nchi ya ugeni. Na unakuta kwamba ndugu za Yusufu kumuuza kwao, vile walipata kumuuza, walichangia yale mapenzi ya Mungu yakapata kutimia, ya kwamba Yusufu akajipata kwa taifa la Misri na akawa ndiye atakayewakaribisha wakati walikutwa na masaibu na matatizo kule Misri, na wakakaa kule miaka kama 400 hivi, wakakaa kule sana. Hawa wana wa Israeli walikaa miaka mingi sana. Kwa hivyo kitendo cha ukatili cha ndugu zake kilichangia yale mapenzi ya Mungu aliyokusudia yakapata kutimia. Kwa hivyo unaangalia ukuta kwamba kuna uwezekano mapenzi ya Mungu yanaweza sababisha mtu akawa ni kama kuna ukatili, ili mapenzi ya Mungu yakapate kutimia. Huyo ni mtu wa kwanza ambaye unasakuta vitendo vyao vilisababisha mapenzi ya Mungu yakatimia, lakini vilikuwa ni vitendo vya ukatili, kumtesa na kumuonea ndugu yao anaitwa Yusufu. Walichangia mapenzi ya Mungu yakapata kutimia. Haleluya. Mtu mwingine ambaye makusudi ya Mungu yalichangia kuwe mkatili, ndio nasema mimbi, kwa sababu wewe sema direct ndivyo, lakini tunasema maybe. Huyo mtu hayuko kwa Bible, lakini alitekeleza kitendo ambacho kilichangia mapenzi ya Mungu yakawa yanatimia mahali fulani. Na huyo mtu anaitwa Hitler. Huyu Hitler, Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba Waisraeli
kuwa nje ya nchi yao kwa muda mrefu, na kule watakaa katika maeneo ambayo si nchi yao kwa muda mrefu sana. Na unakuta Israeli inasemekana amekaa nje nchi yake miaka karibu miaka 1080 na from AD 70 mpaka 1945 48, wakati wamerejeshwa katika nchi yao. So unakuta kwamba kitendo cha Hitler cha kuwaua mamilioni yao na kuwateza kilichangia hali ya wana wa Israeli. United Nations wakaamua Israeli arudishwe kwa nchi yake ambayo ni asilia. Kwa hivyo kitendo cha ukatili cha yule mtu mapenzi ya Mungu yalichangia, maana Mungu alikuwa ameahidi kwa miaka mingi sana ya kwamba Israeli atarudi kwa nchi yake tena. Na ukisoma kitabu cha Ezekiel chapter 37, 38, 39 utakuta Mungu alikuwa ameahidi pale ya kwamba watakuja kurudi, na wakarudi na katika ile nchi yao ambayo ilikuwa asili. Lakini unakuta kitendo cha ukatili hakiwezi kipongezwa, maana aliyetekeleza kile kitendo alipata hasara kubwa sana, na shida lake likawa ni kama laana duniani kote. Mtu wa tatu ambaye mapenzi ya Mungu mengi yalisababisha akuwe na roho ya ukatili ni mtu anaitwa Yuda Iskarioti. Naomba kwa jina la Yesu Mungu akusaidie na anisaidie, mapenzi yake yasitulazimishe tukue wakatili, bali tukue watu ambao ni wenye huruma. Huyu mtu anaitwa Yuda Iskarioti alisaliti Bwana wangu na Mwokozi wangu Yesu Kristo. Na unakuta kwamba ilikuwa imeahidiwa na imekuwa imetabiriwa kwamba Kristo atapitia mateso na atasalitiwa na mtu wa karibu na yeye sana, rafiki ndiye aliyemsaliti. So unakuta Yudasi kumsaliti Kristo ni kama alisababisha yale ambayo yalikuwa yametabiriwa, ama yale yalikuwa mapenzi ya Mungu Kristo kwa ulimwengu yakapata kutimia, japokuwa haikuwa imetabiriwa kwamba ni yeye atakayesababisha, atakayechangia, atakayefanikisha hilo, lakini ikakuwa ni kwamba kitendo chake cha ukatili kimesababisha hiyo hali ikapata kuwa vile. Bwana Yesu akapata kusulubiwa na kupata mateso makubwa sana, lakini hatuwezi pongeza kitendo chake, maana Yesu alisema ole wake anayemsaliti mwana wa Adamu, yeye asingalisaliwa. So wale ambao wamepata kujukuta kwa hali ya mapenzi mengi ya Mungu kuwafanya ukoo wakatili wanapata hasara, na wale ambao wana mapenzi ya Mungu yanawasababisha wakapata kuwa na huruma, wanakuwa ni watu wenye kupata faida na wenye kuwa na sifa nzuri. Naomba kwa jina la Kristo mwezi wa pili, Mungu akusaidie ukuwe na huruma. Mungu akusaidie ukuwe ni mtu ambaye mwenye kuwa na hali ambayo ya kuwa na huruma. Usikuwe mtu mkatili, ukuwe na huruma katika maisha yako. Ukahurumie mke wako, ukahurumie bwana wako, ukahurumie mume wako, ukahurumie watoto wako, ukahurumie wasasi wako, ukahurumie watoto wako. Mungu akusaidie ukapata kuwa ni mtu ambaye mwenye kuwa na huruma, na Mungu wetu atakubariki sana katika jina la Kristo. Ndio Yesu Kristo akaambia wanafunzi wake ya kwamba ombeni Baba yetu aliye mbinguni, mapenzi yako yatimizwe, utakalo litufanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Tupe kila siku riziki yetu, utusamee makosa yetu nasi tumewasamea waliotukosea, usitutie kwa majaribu bali tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa Mungu ufalme ni wako na utukufu na nguvu milele na milele. Amina. God bless you. Mapenzi ya Mungu yakusababishe ukuwe na huruma, wala usikuwe mkatili, usikuwe mtu asiye na huruma katika jina la Kristo Yesu. Ili maandiko hii uchumbe niliupata wakati nilikuwa nafikiria habari ya mmoja wa jamaa zangu ambaye ameshangia hali yangu ya kujikuta katika hali ya mateso ama katika hali ya upungufu, na nikajikuta nikiwa nafikiria huyo mtu anakaa ni innocent, anakaa ni kama huna ubaya, lakini unakuta kwamba anatekeleza kitendo cha ukatili, yani kutokuwa na huruma, na unaona ni kwamba unashindwa, mbona inakuwa hivyo? Na bibi unasema kwamba mapenzi ya Mungu yatendeke kwa maisha yangu, mapenzi ya Mungu yatendeke kwa maisha yetu, in Jesus name, amen, amen, amen. God bless you. Have a good time. Be merciful, no, not be arrogant, in Jesus name, amen, amen. God bless you. Amen. Bye.